hayo magoli 13. If I'm not mistaken, nafikiri amefikisha magoli 16 kwenye kombe la dunia kwa wale wafungaji wa muda wote. Nafikiri hapa kwa nimeandaa hapa niangalie mpaka sasa ili mtu afahamu zaidi. Sahihi. Lakini anakuwa ni mtu wangapi? Wa kwanza almost ni wawili wanalingana kwa sababu Miroslav Klose kutoka Ujerumani goli 16, Messi goli 16, Ronaldo de Lima kutoka Brazil goli 15, lakini Gerard Muller kutoka Ujerumani ana 14, Kylian Mbappe 14. Hii ni vita sasa ambayo imeanzishwa. Sasa kuimaliza ni pale ambapo mtu labda atatolewa kwenye World Cup. Either Argentina au Ufaransa, kwa sababu vita ya Messi na Mbappe imeanzia hapo na bado inaendelea. Na nafikiri mwenye nafasi kubwa ni Kylian Mbappe kwa sababu yeye ana muda mrefu sana. Lakini tukizungumzia kwa World Cup hii bado Messi ni vita ambayo huwezi ukaiamua kwa maneno. Lazima uangalie. Ni sahihi. Moja ya taifa ambalo pia linaangaliwa kwa ukubwa ni pamoja na mabingwa watetezi wa kombe la dunia 2022 Argentina wakiwa na mataji matatu ya World Cup toka ilivyoanzishwa mwaka 1930. Yes. Kwa hiyo si taifa ambalo unaweza ukalitoa kwenye timu za kuwania ubingwa World Cup kwa mwaka huu kana kile ambacho likifanya 2022 kutokana na kile ambacho wameanza nacho pia kukifanya. Lionel Messi atliki yake ya kwanza toka anza kucheza World Cup kama ulivyozungumza, lakini ni mchezaji ambaye amekuja kushika pia kwenye nafasi ya kwanza kwenye ufungaji bora, bora kwenye kombe la dunia. Ni performance bora ambayo inaendelea kuionyesha Lionel Messi, kwa sababu kadri ya muda unavyokwenda wanazidi kutengeneza rekodi mpya. Mfano hiyo ni rekodi nyingine mpya kwake. Hiyo ni mpya. Funga hat-trick kwenye World Cup toka alivyoanza kucheza yeye, ndio kwa mara ya kwanza kuja kuipata mwaka huu 2026. Unaona namna ambavyo mambo yalivyokuwa, lakini timu ya taifa ya Argentina haiangaliwe kwa ukubwa wake kutokana na pengine na aina ya wachezaji waliopo, lakini kwangu mimi naamini kwamba wanaweza wakafanya kitu pia kwa mara nyingine kwenye World Cup ya mwaka huu, kwa sababu kikosi chao ni kama kina balance fulani hivi. Rio Scaloni namna ambavyo aliingia jana mchezoni dhidi ya Algeria, alianza na mfumo wa 4-4-2 by the way. Messi na Lautaro Martinez walianza mbele zaidi kama washambuliaji, lakini kiuchezaji ni tofauti, walikuwa wanabadilika. Kwenye uchezaji niliona kama ilikuwa inabadilika kuja 4-3-3. Kwa sababu kwenye mfumo unaangalia timu inavyokuwa inajilinda. Hata kushambulia mifumo inabadilika, kama formation zinabadilika kutokana na aina ya shambulizi ambalo walitengeneza, lakini viungo ambao alianza nao kina Enzo Fernandez walikuwa bora sana kwenye eneo la katikati ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri walikuwa na mpa balance mwalimu. Wakati huo pia naamini kwamba na finisher wazuri mbele, Lautaro Martinez na Lionel Messi. Kuna Alvarez pia alianzia bench. Lakini katikati tuna Enzo Fernandez, na Rodrigo Di Paul na Macarista ambao walikuwa kwenye ile back 4, ilikuwa back 3 ya viungo ambao walikuwa napacha kwenye eneo la katikati. Unaona namna ambavyo wanafanya kazi kubwa zaidi. Of course kwa mfumo ilikuwa ni back 4, walikuwa na Almada ambaye anakamilisha wale wanne, japo Almada alikuwa anatokea zaidi pembeni. Maana nikakwambia kwenye uchezaji ilikuwa inabadilika kutoka 4-4-2 kuja 4-3-3 kwa sababu yeye alikuwa anapanda zaidi kuungana na Messi, Lautaro, Martinez. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri mabao ambayo walifungwa Algeria ni mabao ya kiufundi, japo ni mazuri, ila sasa ni makosa na makosa ambayo kama yale ukiyafanya kwenye timu kubwa kama timu yenye Messi, kwa mfano lile goli la pili lile, golikipa sijui alikuwa anawaza nini, alibaki tu anajiuliza maswali. Na ukiachana golikipa, walikuwepo wabeki kama wawili pale, sikuona reaction yao. Baada ya kipa kuutema ule mpira sikuona reaction mpaka Messi anatokea pa kutokea anakuja kufunga. Kwa hiyo ni magoli ambayo ukiyatazama unasema ni mepesi labda kwa Messi ambaye amefunga, lakini ni magumu
kwa wale ambao wanapata nafasi na kushinda kuzitumia. Jana poor marking mbovu ya Algeria ndio iliwakosti zaidi na wako na performance. Yes, kwa mchezaji kama Messi pale hawezi kukuacha, by the way. Mchezaji kama Ronaldo hawezi kukuacha. Mbappe pale hawezi kukuacha. Kwa hiyo nafikiri Argentina wameanza vizuri World Cup na wanaendelea kuonyesha kile ambacho watu wengi wanatamani kukiona zaidi. Kinachonivutia ni pale ambapo aliishia Lionel Messi msimu 2022 ile World Cup alitoa tuzo 5 za man of the match. Tuzo 5 za man of the match, lakini mpaka sasa ameanza kampeni yake vizuri. Jana pia akachukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Kwa hiyo performance bora sana alionyesha. Kwa sababu wengi wanasubiri ule mlinganyo ama mlinganisho comparison kati ya Messi dhidi ya Cristiano Ronaldo. Watu wanasubiri nini ambacho kitatokea siku ya leo. Sasa macho na masikio ni siku ya leo.